بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tunaendelea na darasa zetu za mwezi wa Ramadhan. Tuko katika kifungu cha mwanzo cha wale ambao kuwa wanawajibika kula katika mwezi wa Ramadhan na kuja kulipa baada ya mwezi wa Ramadhani katika udhuru ambazo kuwa zinaweza zikawatokezea. Tulianza na mwenye hedhi pamoja na mwenye nifasi pamoja na mgonjwa. Leo tutazungumzia mwenye mimba na mwenye kunyonyesha na wengine watakaofuatia. Asli ya mwanamke mwenye mimba au mwenye kunyonyesha wawe ni wenye kuweza kufunga, lakini ikitokezea kwamba wanaogopea nafsi zao au wanaogopea watoto wao wakifunga, au wakaambiwa na daktari muaminifu kwamba mkifunga funga itakuletieni madhara ima katika nafsi zenu, ima kwa vitoto vyenu vichanga au vilivyomo katika tumbo, katika hali hiyo itawajibu kwao kufungua katika hali hiyo, kwa sababu tayari na wao wanaekwa katika sehemu ile ya ugonjwa. Na zaidi ikiwa kufunga kwao kutakuwa kuna madhara kwa mwingine ambao kuwa hapa na kusudiwa ni mtoto, na katika kanuni za kisheria hakuna kudhuru wala kudhuriana. Na hilo ni kila jambo ambalo kuwa litapelekea madhara kwa mtu au kuleta uzito au kuleta jambo ambalo kuwa asli halitowezekana katika nafsi ya mwanadamu. Kwa hivyo ikitokezea katika hali hiyo mwanamke mwenye mimba na mwanamke ambaye kuwa ananyonyesha, basi sheria inawaruhusu kula, na katika baadhi ya hali itakuwa ni lazima kwamba wao wale na waje kulipa. Lakini baada ya hapo wanachuoni wamekhtalifiana katika kulazimu kutoa fidia kwa mwenye mimba na mwenye kunyonyesha. Je, wanakapokula mwezi wa Ramadhani, je walipe pamoja na kutoa fidia au walipe tu bila ya kutoa fidia? Pamoja na kuwa kutoa fidia ni ahwath, yani ni salama zaidi bila ya khilafu, kwa sababu tayari unakuwa umeshajitoa katika zile khilafu za wanawachuoni. Lakini kauli yenye kutegemewa kwa Sheikh Said al-Qanubi na Sheikh Ahmed al-Khalili, Allah wahifadhi, kwamba hakuna fidia wala hakuna kulisha kwa mwanamke mwenye mimba atakapokula na mwanamke mwenye kunyonyesha, isipokuwa itawajibikia wao kulipa tu kama itakavomwajibikia mgonjwa kulipa. Mwingine anayefuatilia katika watu ambao kuwa itawajibu kula na kuja kulipa ni yule ambaye kuwa atatenzwa nguvu katika kula, yule ambaye kuwa atalazimishwa ale mwezi wa Ramadhani, kulazimishwa ambapo kuwa kutakuwa kwake yeye ni lazima afanye. Lau kwamba hakufanya kuna madhara yanaweza yakamfika ambapo hayatoweza kuyavumilia, na matatizo kama mfano kuuliwa au kupigwa au kutolewa kiungo katika viungo vyake. Basi ni wajibu kwa huyu katika hali hiyo aiokoe nafsi yake kwa kunywa au kula tare, wala hakuna dhambi juu yake wala hakuna tatizo lolote juu yake baada ya hapo, isipokuwa kuja kulipa tu, kama alivyosema Allah, illa man ukriha, isipokuwa atakayelazimishwa juu ya jambo ambalo kwa yeye halitaki, wa qalbuhu mutma'innun, na moyo wake umetulia kabisa katika imani. Na hadithi ya Mtume inayosema inna Allah tajawaza an ummati, Mwenyezi Mungu amesamehe kwa umma wangu al-khata'a, makosa, wa nisyana, na yale wanaosahau, wa mastukrihu alayhi, na yale ambayo kuwa mtu atalazimishwa.
Na mwingine ambaye kuwa anatakikana mwezi wa Ramadhani ale na kuja kulipa ni yule ambaye kuwa atapata na madhara ya njaa kali au kiu kali, kiasi ambacho kuwa hawezi tena kuendelea na funga mpaka usiku. Mfano, yani mtu kafanya kazi ngumu mchana, pengine toka asubuhi kalikuwa na kazi ngumu shaka, mpaka ilipofika mchana akawa hawezi tena kuendelea na funga, njaa kali, kiu kali, anaogopea akiendelea na funga atapata na madhara. Huyu atatakikana afungue, kwa sababu Muislamu anaamrishwa kuiokoa nafsi yake, kama anavyotakikana asiingize nafsi yake katika matatizo. Mwenyezi Mungu anasema wala msiziingize nafsi zenu katika maangamizi. Kwa hivyo kitakachomwajibikia ibada ya hapo ni kuja kulipa baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Tumefahamiana vizuri nadhani mpaka hapo. Sio mtu tu akihisi kwamba siwezi leo kufunga au siwezi kuendelea funga afungue, la. Hali ambayo kwa itafikia kwamba akiendelea na funga atapatwa na matatizo, atapatwa na maangamizo, huyu ndio atatakikana afungue na aje kulipa baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhani, wala hakuna kingine chochote kitakachomwajibikia. Tunamwomba Allah tuelimishe tusiyojua na atujalie kuwafanyia kazi yale tunayoyajua. Wallahu a'lam.